mwenyewe kwa sababu tayari sisi hapa nyumbani. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Huyu ni baba yako mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu nadhani nimetambulisha. Naitwa Oscar Kilunja. Tuko pale Soweto, tunamtumikia Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Wewe ni sababu ya maisha yetu. Wewe ni sababu ya amani yetu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Jamani, na wasalimu kwa jina la Yesu. Wako wengine sura zao zinakumbuka vizuri, wengine sijui, ila mimi nawakumbuka vizuri. Mungu awabariki kijana. Unafanya vizuri. Amen. Sijui kama nitaharibu taratibu wenu. Niwaombe wale ambao wamekuja na watoto wale, tufanye ibada ya watoto kwanza, alafu neno la Mungu baadaye. Wala usiogope. Ni mwimbaji mzuri, atanibariki kabisa. Hii thamani yote hii naijua. Nafikiri Mungu amekupa tu kama mdogo. Ni mtu huyu. Alafu ni mtumishi wa Mungu. Alafu shetani alivyowaovu. Mimi nilitamani maneno haya hata watoto hawa wasikie. Sijui labda uchovu. Watoto wanalala. Wamelala. Hawasikii. Na maneno haya ninayoyasema, nayasema kutoka moyoni kama Roho Mtakatifu alivyonifunulia. Katikati wapo wainjilisti hawa, wapo wachungaji hapa, wapo manabii na mitume ambao watafanya kazi ya Mungu kwa uzuri. Kwa uzuri. Kwa hiyo kumbe tunapaswa kuwatunza vizuri. Wawe na afya njema. Wawe na afya na Mungu awabariki watoto hawa. Waufikie utu uzima, wakamletee Mungu matunda. Kwa jina la Yesu. Wamletee matunda. Hata watoto walioko huko, ninatamka maneno haya kutoka kwa Mungu. Nawatakia afya njema. Nawatakia afya njema. Mkamletee Bwana watoto wenzenu ambao mida hii wako vijiweni, wako wanaokota matakataka mtaani. Mkawalete watoto wenzenu nyumbani mwa Bwana. Mkamletee Mungu matunda. Amen. Mungu akubariki sana. Umenielewa? Yaani huyo mtoto ningepewa ni mgeni wako tu nyumbani, usimdharau. Utakuwa mtu wa ajabu kama mtafika mahali unamdharau mgeni aliyekufikia nyumbani. Kwa mtu wa ajabu. Muheshimu huyo mtoto. Alafu piga picha ya baadaye atakuaje. Mtamkie maneno mazuri. Kama unapenda angekuwa mchungaji, mwambie mwanangu, usikie neno hili. Tangu sasa uhubirie wokovu, mwisho wa siku ni kuone ukihubiri Injili. Mtamkie maneno mazuri mtoto wako. Paulo anasema Bwana utusaidie. Utuepushe na dhambi tuzingayo kwa upesi. Dhambi ituzingayo kwa upesi. Tuna wazazi wahofu ambao hawajitambui wala hawaelewi. Mtoto amekosea kidogo, Mungu wewe toka hapa. Yasitoke maneno hayo vinywani mwenu, ninyi walezi wa watoto. Amen. Yasitoke maneno hayo vinywani mwenu. Kwanza lazima ujipime. Hayo matusi yanatokea kwenye hazina ipi? Kama umeokoka kweli, Mungu wewe mtoto, yanatoka kwenye hazina gani? Alafu bila kujua unajitukana mwenyewe. Kumbe umezaa Mungu na wewe Mungu. Mungu anazaa Mungu. Kimwambia Mungu mtoto, manake wewe ni Mungu. Unadhalilisha hata ukoo, kama umetoka kwenye ukoo wa Mungu. Haleluya. Amen. Mungu atubariki.
muda wetu wa kutosha, ndio tusimame tuanzie pale. Mponye au kulie wokovu. Hawa watoto hawa wapo wahubiri wazuri baadaye, wapo wachungaji hapa, unalijua hilo. Alafu na bahati nzuri ya kumtunza mchungaji. Ubarikiwe, utunze vyema. Mungu akuweke mikononi mwake, akuepushe na kila hatari, akuepushe na moto, akuepushe na mashimo ya maji, akuponye na roho chafu za wachawi, akuponye na mapepo, akakuinue sana. Mungu apandikize karama na vipawa kwako. Utakuwa mchungaji mwema, utawaleta wengi kwa Bwana, ukamvunie mavuno yaliyo mema. Kwa jina la Yesu Kristo namweka mikononi mwako Mungu, kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu. Ubarikiwe. Amen. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante Mungu kwamba wazazi wa Latifa wamekubali wamlete mtoto huyu nyumbani mwako Mungu. Tangu sasa awe kiumbe kipya kwako. Umlinde, mtunze, mpe afya, mpe maarifa na hekima. Huyu mtoto asikie neno hili. Tangu sasa uwe mtumishi wa Mungu mzuri, ukatumike nyumbani mwa Bwana, ukatumike hata mtaani unapotokea. Mungu akakujalie nguvu na ujasiri mwingi, ukamletea matunda mazuri ya kumpendeza Mungu. Kama utawashauri wazazi, wewe Mungu unajua, akawamshauri mema mtoto huyu, atawaleta majirani nyumbani mwako, atawaleta marafiki zake nyumbani mwako. Kwa jina la Yesu Bwana, ninakushukuru, naweka mikononi mwako Yesu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Awe mzima tangu Amen. Daudi Mashaka, kwa mapenzi mema ya wazazi, wamekubali kukuleta nyumbani mwa Mungu ili ufanyike baraka kama Samuel alivyotumika nyumbani mwa Mungu hata uzeeni hakumacha Bwana. Na wazazi wameona vema wakulete nyumbani kwa Bwana ili ukulie wokovu. Usikie neno hili kwa jina la Yesu. Utakuwa mchungaji mwaminifu, utakuwa mwinjilisti mwaminifu, utakuwa mtume na nabii wa kuleta wengi kwa Yesu. Kwa jina la Yesu, ndilo agizo kuu tuliloagizwa. Uwe mzima. Mungu aweke ujasiri ndani ya moyo wako, ukatumike vizuri nyumbani mwa Mungu, ukafanyike baraka hata kwa wazazi wanaokulea. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Margaret Alexander, leo mtoto, lakini usikie neno hili. Wazazi kwa mapenzi yao mema wamekubali kukuleta nyumbani mwa Mungu. Usikie neno hili na ukauone wema wa wazazi wako. Uwe mtiifu tangu sasa. Acha usumbufu kwa jina la Yesu Kristo. Acha usumbufu. Mungu akutunze. Mungu aliyekuleta duniani ana mapenzi na wewe na ana makusudi nawe. Uingie shambani ukamletee matunda. Ndilo agizo unaloagizwa tangu sasa, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Isaac Ambele, kwa mapenzi mema ya wazazi, kumbuka kwamba wanakupenda na wanakujali. Ukue ukiwa na afya nzuri kiroho na kimwili. Uwe na afya. Unaponenepa mwili unenepe hata ndani
ukamjue Yesu, alafu ukamletea matunda. Ndilo agizo ambalo unapewa tangu sasa. Wewe ni mwinjilisti mzuri, utawaleta watoto wengi kwa Bwana, utamletea hata majirani, utawaleta kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akupe nguvu, akuwezeshe, aondoe aibu na mashaka. Wewe ni mtumishi mwaminifu, utatumika sawa sawa na Mungu atakapokujalia, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amos Isaka, kwa jina la Yesu usikie neno hili. Kwa mapenzi mema ya wazazi wamekubali kukuleta nyumbani mwa Mungu. Tangu sasa wewe ni mtumishi mzuri. Utaimba sauti ya kwanza, asante. Utaimba sauti ya pili, asante. Utakuwa mchungaji, utakuwa mwinjilisti mzuri. Mungu akubarikie, maisha yako yawe na neema, ukafanikiwe sana. Maisha yako yawe na thamani kwa Mungu, akutunze sana, akuepushe na kila hatari. Roho za giza hazina nafasi kwako. Tangu sasa uwe mwimbaji, tangu sasa uwe mwimbaji kwa jina la Yesu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jacqueline James, kwa jina la Yesu, wazazi wako wanakupenda, wanakujali, wamekuleta kwa Bwana. Usikie neno hili. Umeingia nyumbani mwa Mungu, ukulie humo, usitoke. Nafunga milango ya kutokea, lakini nafungua milango ya kuingilia kwa jina la Yesu Kristo. Uwe mzima, upate kibali kwa watu na kwa Mungu pia, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Andrea Justin, ninakuleta kwa Bwana kama wazazi wako walivyokusudia, kwa jina la Yesu. Uwe mzima na Mungu akutumie vile apendavyo. Uwe mtumishi mwema, ukamletee Mungu matunda. Ndilo agizo ambalo unakutana nalo tangu sasa. Hata unapoendelea kukua, jua mbele yako liko agizo kuu la kumletea Yesu matunda yake. Mungu akutunze, akubarikie. Maisha yako yawe ya baraka, yawe maisha yenye ufanisi mkubwa. Mungu akutunze, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ian Robert, bariki. Wazazi wako wanakuleta kwa Bwana. Uwe mzima kwa jina la Yesu. Mungu akutumie kwa ajili ya kazi yake, akutunze, maisha yako yawe na thamani mbele zake, akuheshimishe katikati ya watoto wengine, akupe maarifa hata uendapo shuleni ukawe kichwa, kwa jina la Yesu. Sio mjini tangu sasa, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Stefan, amen. Mungu wa mbinguni akutunze. Wazazi wako wanakupenda, ndio maana wanakuleta kwa Bwana. Vinginevyo wangekuacha tu uwe mzururaji mtaani, lakini wamekuheshimu na ujio wako wamempenda Bwana. Namweka mkononi mwako Yesu. Tunze sana mtoto huyu, mwinue, ponye Yesu, mwepushe na kila hatari. Fanya kiumbe kipya tangu leo, awe mtakatifu wako Bwana, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, afanyike baraka nyumbani, afanyike baraka hata nyumbani, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Joshua Adiliani, amen. Mungu akubariki. Wewe ni mtumishi wa Mungu, usikie neno hili tangu leo, wala usiwe mcheza kamani,
kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akutunze kwa mapenzi haya ambayo wazazi wako wameyaonyesha. Usiwapuze wala usiwadharau, ukae nyumbani mwa Mungu, maana ndilo agizo kwamba watoto wakae nyumbani mwa Mungu, alafu wakamletee matunda. Tangu sasa uwe mtumishi mwema, ubarikiwe sana kwa mkono wa Mungu, ukafanyike baraka kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uwe mwimbaji mzuri nyumbani mwa Mungu, ukafanyike baraka. Uwe mwinjilisti mzuri, uwe mchungaji mzuri, ukawalete wengi kanisa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akuatamie. Uwe mtumishi mwaminifu. Neema ya Bwana iwe juu yako, ukafanyike faraja kwa wazazi. Acha usumbufu, acha kulialia. Wewe ni mtakatifu wa Bwana. Onyesha vile Mungu anavyokuheshimu kwa jina la Yesu Kristo. Ukawe mtumishi mwaminifu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Maana kasi ninakuweka mikononi mwa Mungu. Tangu sasa wewe ni mtumishi wa Mungu, na kama wazazi wameona vema wakulete kwa Bwana, kubali wito huu kwa jina la Yesu. Usikie neno hili, ukubali wito huu kwamba tangu leo uko mikononi mwa Bwana. Acha kusumbua. Ukienda shuleni uwe kichwa, usiwe mkia, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jago Emmanuel, wazazi wako wamekubali kwamba tangu leo uwe mtumishi mwaminifu kwa Bwana. Wamekuleta nyumbani mwa Mungu. Usikie neno hili. Bwana, umlinde mtoto huyu. Tunze sana Yesu. Ape mafuta, awe baraka nyumbani kwa wazazi, hata nyumbani mwako awe baraka kwa jina la Yesu Kristo. Mponi sana, afanyike baraka katikati ya watu. Amen. Imani kutoka kwa mapenzi mema ya wazazi wamekuleta nyumbani kwa Bwana. Usikie neno hili kwa jina la Yesu. Usikie neno hili. Mungu akutunze sana. Uwe mtumishi mwema nyumbani mwa Bwana, ukafanyike baraka. Hata nyumbani ukafanyike baraka. Mungu akurehemu kwa jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Mungu. Ubarikiwe sana Yesu. Amen. Sijui kama mnajua hili. Yaani huyu mtoto wewe umepewa mlee. Sijui kama mnajua. Huyu mtoto hakujui wewe. Sawa? Huyu mtoto, unasema mtoto wako, lakini yeye hakujui. Ndio maana wanawake mnaanza kufanya mazoezi mapema. Uniitaje mama. Mimi ni mama yako. Kumbe mtoto hakujui. Ndio maana unaitwa wewe ni mlezi wa watoto. Nyumbani kwako una wageni, hata kama ungekuwa na usiku, wote hao ni wageni wako. Baba, huyo mtoto wewe ni mlezi tu. Namshukuru Mungu kwamba Mungu ametupa moyo wa tofauti kabisa na wanawake. Sijui kama mnalijua hiyo wanaume. Yaani wanaume tumepewa moyo wa tofauti kabisa na wanawake. Sisi tunaishi na watoto hawa kwa imani. Sijui. Amen. Tunaishi nao kwa imani. Tunawatunza kwa imani. Lakini hatujui chochote. Ndio maana tunaitwa sisi ni walezi wa watoto hao. Hata kama mnaenda kliniki ya kina mama, mnaambiwa
umebeba mimba ya mtoto wa kiume, sawa, lakini unajua atatoka na sura gani? Kumbe na wewe huyo mtoto ulikuwa humjui, unaanza kumfahamu sasa, kwamba kumbe ulibeba mtoto ana sura ya namna hii. Mtoto hakujui, wewe mwenyewe humjui. Alipokuwa anajifungua, ilikuwa siulizi kwamba sijui mtoto gani, kwani mimi ni mlezi tu, atoke wa kike, atoke wa kiume, mimi nalea. Kwa hiyo nyumbani kwenu kuna wageni hao. Biblia inasema watunzeni kama wageni majumbani mwenu. Bwana asifiwe. Yaani hawa ni washirika hapa. Ni washirika wa baba mchungaji Chaula. Sawa. Ni washirika, yaani Chaula na washirika wengi bila kawaida. Kwa sababu hawa nao wataleta washirika tena. Na kama mna mpango wa kuja kuongeza ukubwa wa kanisa, mfanye, kwa sababu kanisa la kesho ni kubwa mno. Sasa watunzeni watoto hawa kama wageni wenu, muhakikishe kwamba wanakula vizuri, wanakunywa vizuri, wanapata malezi mazuri. Umepewa kazi moja ya kumtunza, uhakikishe huyu mtoto anakulia wokovu. Sijui kama unajua hiyo. Usifurahi sana alafu ukapitiliza. Kuna watu wengine wanaingia ibadani, ibada inaendelea, yeye anaangalia uzuri wa mtoto, hana habari na ibada, geuza. Nasema hivi, sio wa kwako. Ukiingia ibadani, sikiliza neno, kwa sababu kuna wakati atakupotosha huyo mtoto, na sio wa kwako. Atakuchelewesha sana, na bahati mbaya sana, kila mtoto ni mzuri kwa mama yake. Hata ungekageuza, yuko mwenzio naye anako katoto, naye anakaona katoto. Unaweza kupoteza muda, unabaki tu unageuza mtoto anaangalia. Sawa, ni kazuri, lakini ni mgeni wako na kuna hukumu juu ya huyo mtoto. Kama hutamtunza vizuri, kama hutamlea katika maadili ya Kikristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Hivi mnajua hata pesa ulionayo sio ya kwako. Biblia inasema fedha na dhahabu Bwana ameipitisha kwako, angalia unaitumia. Ukiitumia vibaya, ole wako. Sasa sawa na mtoto huyu, ukimpoteza ipo hukumu. Safari iliyopita nikasema kuna akina mama wengine sijui eti anamwacha mtoto alinde mji, yeye anaenda kanisani. Ujue unakosea, na mwisho wa siku ipo hukumu kama huyo mtoto atapotea. Ngoja twende kwenye uongozi wetu, labda itakusaidia ili ujue kazi ulionayo. Umemleta mtoto kwa sawa, lakini wewe una kazi gani na huyu mtoto? Unisikilize vizuri. Wewe unanisikiliza? Niseme hivi, unanisikiliza? Unanisikiliza nini? Kiongozi wetu anasema kama katika maandiko matakatifu vipo vielelezo ambavyo watoto waliopewa baraka kwa Mungu. Jambo hili ni muhimu hata leo. Watoto wadogo wanawekwa mbele za Bwana ili wapate ulinzi wa Mungu. Zaidi ya yote, watoto wadogo wanaombewa baraka kusudi watakapokuwa wanaelekea kwenye utu uzima wawe na moyo msikivu katika mambo ya Mungu.
Tendo la kumwombea baraka mtoto halina maana kuwa atamwelekea Mungu bila wazazi kuhusika kumlea katika maadili ya Kristo. Wazazi wanalo jukumu kubwa na wanapaswa kujua kuwa wanahusika kumfundisha neno la Mungu na maadili ya Kristo, huku wenyewe wakiwa mfano katika maisha yao, ili mtoto aige mwenendo na usemi wao. Mfano mzuri ulikuwa kwa Hana aliyemleta mtoto Samueli mbele za Bwana, na pia Mariamu na Yusufu walimpeleka mtoto Yesu hekaluni mbele za Bwana. Maisha ya hao waliwekwa mbele za Bwana yalionekana kujaa baraka za Mungu kutoka ujana hadi utu uzima. Wazazi wote wanapaswa kuwepo kama wameokoka, na kama mmoja tu kati yao ndiye aliyeokoka, basi ni vizuri awepo ili apate ushauri wa jinsi alivyo na wajibu kusababisha baraka iliyoombwa ije kwa mtoto kutokana na malezi. Haleluya. Sasa Biblia inasema wakati Yesu naye amezaliwa na Mariamu, wakafurahi. Tumeumbiwa moyo wa tofauti. Sisi hatuna mambo mengi. Akitokea mtoto ndani tunalea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yusufu alipompokea Mariamu akiwa mjamzito, aliendelea kulea mimba, akamlea mtoto mpaka akazaliwa. Biblia inasema siku zilipotimia, Mariamu akamkumbusha Yusufu kwamba baba, siku za kumpeleka mtoto hekaluni zimetimia. Twende tumpeleke mtoto nyumbani mwa Mungu. Lakini shida ilikuwa tunampelekaje mtoto kwa Mungu mikono mitupu? Tunampelekaje mtoto ambaye Mungu ametupa, alafu tunampeleka kwa Mungu akafanye miujiza juu ya mtoto huyu, amwepushe na moto, amwepushe na ajali mbalimbali, amwepushe na mikono ya wachawi na washirikina, amwepushe na laana za ukoo. Tunampeleka mikono mitupu, alafu Mungu afanye kazi hiyo. Haleluya. Ni somo gumu. Kuna ugumu. Kama umemleta hivi mtoto, manake hujui gharama na thamani ya mtoto huyu. Ungejua thamani na gharama ya mtoto huyu, usingefanya hivi. Haleluya. Bwana Ia kabateni pekee. Sisi kaondoka kutoka kwa Bwana ameteseka, amekufa, wamemzika, amefufuka ili wewe unani. Kai. Nashukuru mtumishi wa Mungu kwa Mungu. Haleluya. Sema asante kwa yote ndiyo nena mwenyekiti na wazee. Mungu awabariki sana sana. Lakini hawa watoto wajanja sana. Bwana hapo alipo huyo hajaja
wenzake walikuwa wanakuja huko, hatutaki wawatambue kama watoto wangu wa kiume na watoto wa kiroho kama mnavyowaona hapo. Hayaji nifiche na kila tatizo. Hii msichana ni watoto wa kiroho. Hata kama wao walifanya wenyewe, ni kweli ni wenyewe. Haya, nyinyi ndio watu watatu wawili, simameni mbele hapa, wapungie mkono. Moja kule, moja huku, moja haleluya. Hawasemi sitakiri neno. Barikiwe Mungu. Hao watoto wangu jamani, huyu wa pili, yule wa tatu, huyu wa nne. Wengine wa kiume watakuja siku nyingine. Mungu abariki, kaeni mkao kula sasa. Ila ninachokiomba tu, kaa kwa utulivu. Tumishi wa Mungu atamaliza muda mzuri na maana tunarudi moja kwa moja. Haina jitaka kama kule nyumbani kuna mapilau na ugali na ndizi na matoke. Tunakwenda kuyakuta kuna yenye sisi hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu.